Udhaifu wa mifumo ya udhibiti umepelekea malipo ya shilingi bilioni 20.61 kwa mawakala bila kuthibitishwa kuwafikia abiria. Mjadala umeendelea kushika kasi miongoni mwa wananchi na katika mitandao ya kijamii kufuatia kuwasilishwa kwa muktasari wa ripoti 3 muhimu kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ripoti hizo ni pamoja na ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG, taarifa ya TAKUKURU na ile ya mamlaka ya udhibiti wa manunuzi ya umma PPRA, ikiwa ni mara ya kwanza taarifa hiyo kuwasilishwa kwa rais. Ripoti hizo huwasilishwa kila mwaka zikibainisha dosari mbalimbali katika usimamizi na uendeshaji wa mashirika ya umma. Katika ule ufufuaji wa Air Tanzania haukufanyika kwa taratibu zilizopaswa zifanyike ili ufufuaji wake ule uwe na msingi bora wa kusimama tangu wakati inafufuliwa. Mathalan, sidhani kama kulifanyika upembuzi yakinifu ya tuanzeje tufufueje hili shirika. Kupata hasara kwa shirika kama la ndege kupata hasara, hatuangalii tu ile faida ambayo inakuja, kwa sababu lile shirika likiwa linaenda nje linaleta dola za kigeni, fedha za kigeni nyingi, kama dola za Marekani zikija zinasaidia kwenye uchumi. Kwa hiyo hatuwezi kusema tu kwamba kwa sababu inapata hasara haipati faida basi halina umuhimu. Lile ni shirika muhimu na ni la kimkakati na lazima linaweza likaendelea kupata hasara, lakini tunapata manufaa mapana ya uchumi kutokana na kwenda maeneo mbalimbali. Ludovick Uto ambaye ni mtendaji mkuu wa taasisi ya Wajibu pamoja na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali Jafet Hasunga wametoa mapendekezo kuhusu namna bora ya kuboresha utendaji wa mashirika hayo. Nini kifanyike? Tuangalie. Je, hii shirika hili na kazi inayofanya ni muhimu ilifanywe na shirika la umma? Na kama likifanywa na sekta binafsi, serikali inaumia nini? Na tunatumia hela sasa ya kuyasupport haya pesa ambayo ingeenda kwa mambo mengine ya maendeleo. Kwa ni ufanyike tathmini ya kina na ofisi ya msajili wa hazina kutambua kiini cha matatizo ya haya mashirika 22 yaliyofanya hasara, yaliyopata hasara, na hasa yale ambayo yamepata hasara mfululizo. Maana yake kama mwaka jana nafikiri yalikuwa 17 ama 19. Kwa hiyo mwaka huu yameongezeka badala ya kupungua, si ndio? Sasa tusipoangalia tutarudi kule kabla ya ubinafsishwaji. Mashirika mengi yanapata hasara kutokana na wale watendaji wengi kutokuwa makini, kutokuwa na mikakati ya kutosha, kutokusimamia ipasavyo maeneo wanayotakiwa kusimamia ya kibiashara. Lakini yapo mengine ambayo yanapata hasara kutokana na sababu ambazo ni nje ya uwezo wa viongozi walioko, ambao inabidi sasa kama serikali tushikamane kwa pamoja, tuone ni hatua gani tuweze kufanya, tuchambue ili tuweze kushauri ni nini kiweze kufanyika. Ripoti hizo 3 zinatarajiwa kuwasilishwa bungeni jijini Dodoma ili kujadiliwa na wabunge kwa kina. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam. Sasa Richard, ifahamike kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ripoti hii ya CAG inapaswa kuwasilishwa kwa rais kabla ya bunge kuanza, na ndio sababu iliwasilishwa jana. Isipokuwa hivyo itambidi CAG kwenda bungeni kuwasilisha kwa spika. Sasa basi, kwa muktadha huo ieleweke ya kwamba bunge lina siku 7 kujipanga ili kuanza kuijadili, na ziwe ni siku za kazi. Kwa hiyo ukiangalia hapo kwa haraka mpaka kwenye tarehe 13 ndio inawezekana ripoti hii ikawasilishwa bungeni ikawa rasmi sasa ya umma, kwa sababu kimsingi ukipeleka bungeni ndio imekuwa ya umma. Kwa hivyo hichi tunachokizungumza hapa ni dondoo tu ama muktasari wa ripoti yenyewe. Basi wacha tuyaangazie. Mashirika yenyewe ya umma kimsingi yako 253. Mashirika yanayotajwa kwamba yamepatwa hasara ni mashirika 22 ambayo ni ya kibiashara. Tutakwenda kuangazia hapa mashirika angalau 2 tu ambayo yamerekodiwa kupata hasara kwa ripoti hii ama dondoo hii ya CAG ya mwaka 2025-2026.
Sasa tuanze na shirika la reli nchini la TRC. Tukiangazia kwa miaka mitatu tu iliyopita, kuanzia mwaka 2022 mpaka 2025, walianza kupata hasara ya bilioni 102, kisha wakapata bilioni 224, na baadaye kwa maana ya sasa hivi sasa inasajiliwa kwamba wamepata hasara ya bilioni 3.6. Utajiuliza, kutoka 2023, 2024, 24, 25 kuna upungufu wa kupata hasara, lakini ukumbuke hapa kati serikali ilitoa ruzuku kwa TRC, ndio sababu unaona imepungua, lakini bado inahesabika kwenye kupata hasara. Lakini sababu kuu ambazo zinaainishwa kwa mwaka 2024, 2025 kwa dondoo ya ripoti ya CAG ni kwamba kuna kupungua kwa kiwango kikubwa cha mizigo ambayo kimsingi inasafirishwa na kwa kutumia reli ya zamani ya MGR kwa maana ya meter gauge railway, lakini vivile kumekuwepo na ajali nyingi zaidi ya 300 ambazo zimerekodiwa, na hizi zinasababishwa na kuharibika kwa miundombinu na kunaweza kusababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha. Kwa hivyo safari zake zinakuwa za kutegatega hivi. Wacha tugeukie kwenye shirika lingine la umma la ATCL. Kwa mujibu wa dondoo hizi ambazo zimewasilishwa jana kwa Rais Samia Suluhu Hassan, ATCL kwa miaka mitatu 2022 mpaka 2025 imenakili hasara ya bilioni 56, kisha ikaenda bilioni 91 na baadaye bilioni 191.19. Sababu kubwa ni kwamba safari ziko chini ya matarajio. ATCL yenyewe ilisajili matarajio ya zaidi ya 57% hivi katika kuendesha shirika hili, lakini sasa ipo chini ya matarajio. Ongezeko la gharama la uendeshaji wa shirika lenyewe zimekuwa kubwa, tofauti na maingizo ama makusanyo, lakini vivyo kutumika vibaya kwa ndege za mizigo, kwa maana ya kwamba zinatua sana, kukaa ardhini pasipo kusafirisha mizigo mingi kwenda nje. Haya ni mashirika mawili tu ya biashara ya umma.